Chuma kimeanza kwa kilio kizito. Huyu mwanamke hapa ndiye ambaye ametoa hicho kilio. Hapa ametumia nguvu zote. Mara tunasikia sauti ya katoto kachanga kanalia, kumbe alikuwa anajifungua. Kilio hichi cha mtoto kimeleta tabasamu kwa mama wa mtoto pamoja na mkunga. Hapa mkunga anaagana na mama wa mtoto na kuondoka. Shwa, ghafla sauti ya ajabu inasikika ndani ya nyumba. Mtoto alikuwa amekodoa macho ile mbaya, macho yakabadilika na kuwa mekundu kabisa. Kisha akatokea huyu mwanamke na sauti yake ya ajabu ilimuita mtoto huyu Mariam na kutamka maneno haya: nataka nikuambie hadithi ambayo sijawahi kumwambia mtu yeyote. Nimekuwa nikiishi pamoja na mfalme wa majini aliyewahi kusema alikuwa ananipenda. Huyo jini ana cheo kikubwa sana huko ujinini, lakini sitataja jina lake sababu yupo hapa nyuma yangu. Huyu mwanamke akasepa, karibu sana hapa Dama Recap, channel maalum ya movie review kali za kutisha. Usiache kusubscribe, kulike, kucomment na kushare katika chaneli yetu hii mpya. Hapa filamu inaturejesha katika enzi za utoto za Mariam. Ndiyo maana imeanza kwa rangi za black and white, lakini itabadilika. Upande wa pili tunaonyeshwa hawa madogo wakiwa shule. Kwa mbali wanamuona Mariam. Wanasema siku zote Mariam hupenda kukaa peke yake. Mariam anaongea peke yake hapa. Watoto wenzie wanaogopa kucheza naye, wakisema anatisha na anaongea peke yake muda wote. Watoto wanasema Mariam ni shetani. Hapa Mariam anaongea na nani? Maana hatumuoni mtu. Ni mtu wa ajabu huyu. Watoto wanamcheka kuwa ana urafiki na shetani. Watoto wenzie wakiendelea kushangaa, ghafla Mariam anatoweka. Ghafla tena Mariam akatokea hapa chini ya dirisha ambalo watoto wenzie wapo. Kisha ikatoka sauti ya kutisha ikisema, Mariam sio pepo, ni mtoto. Sauti ya kutisha ikisema, Mariam sio pepo, ni mtoto. Oh, watoto wakaona imeshakuwa noma hapa, wakasepa faster. Mariam na watoto wenzie hapa wapo darasani wakifundishwa somo la dini ya Kiislamu, haswa kuhusu Adam na Hawa. Ghafla jini anaandika kwenye daftari la Mariam maneno haya: nitakulinda daima. Mwalimu akamuuliza Mariam aeleze kuhusu kisa cha Adam na Hawa. Jini akamnong'oneza Mariam kwa kumpa jibu. Ghafla akaanza kujibu kwa hasira na sauti isiyo ya kawaida ikisema kuwa majini aina ya Ifrit walikuwepo tangu zama za Nabii Sulaiman na kwamba mmoja wao aliwahi kuuhamisha ufalme wa Malkia wa Sheba hadi akasilimu. Akamalizia kwa kusema majini ni viumbe wenye nguvu na wasio na huruma. Haka katoto kakamwita Mariam, Mariam, umejuaje mambo yote hayo? Au una pepo? Watoto wakaanza kusema kwa sauti, Mariam, una pepo wewe. Mariam akamwambia, huyo ni rafiki yangu, sio pepo, nyinyi ndio mashetani wenyewe. Watoto wenzie nao wakaingiliwa na pepo, wakaanza kuyarudia maneno aliyokuwa akiyatamka Mariam, kuwa majini aina ya Ifrit walikuwepo tangu zama za Nabii Sulaiman na kwamba mmoja wao aliwahi kuhamisha ufalme wa Malkia wa Sheba hadi akasilimu. Anaeleza kuwa majini ni viumbe wenye nguvu na wasio na huruma. Mwalimu akapagawa, akaanza kusema, nisaidieni, nisaidieni jamani, mama, mama. Baadhi ya watoto wakaanza kujidhuru. Mariam naye akalia kwa sauti kubwa akisema, mmezidi, mmezidi, mmepitiliza sasa. Waliokuwa wanaingia kusaidia walikuwa wakirushwa mbali kwa nguvu ambayo haionekani kwa macho ya kawaida. Mariam akamwomba jini aache mara moja, hii shughuli imeshakuwa nzito mno. Mariam akapelekwa kwa Ustaz Rahma ili kusomewa dua. Lengo ni Mungu amwepushe na mashetani ili apatiwe ulinzi na Mwenyezi Mungu. Wakati dua inaendelea, Mariam akaanza kupata ujasiri wa ajabu na kuanza kucheka. Ustazi akaanza kumzingatia Mariam kisije kikanuka hapa. Ustazi anaomba dua huku akisema Mungu ndiye mfalme na hakuna mwingine wa kumzidi. Kumbe tayari pepo kamwingia Mariam. Jini akaanza kuzungumza kupitia Mariam akisema mtoto huyu ni wake. Jini anasema amekuwa na Mariam tangu usiku alipozaliwa. Kisha umana hapa tayari. Jini akaanza kupigishwa interview. Hapa leo kazi ipo. Unatokea kabila gani? Akajibu Ifrit. Mariam akasimama kijini. Wakati dua ikiwa inaendelea, Mariam akachukua chupa ya maji kutoka kwa miongoni mwa wanafunzi ili kuona kama kuna balaa lolote litatokea au hamna kila kitu ili alianzisha. Ustazi hapa hacheki na yeyote sababu anaulinda moyo. Jini kupitia Mariam ikamfata shekhe akiwa anaendelea kufanya dua. Rahma hababaiki anaendelea kusoma dua. Ghafla Mariam anaanguka chini.
Kimya kikatawala. Ustaz Rahmath alipotaja tu jina la Allah, ghafla ukavuma upepo usio wa kawaida. Mmoja wa wanafunzi akaanza kutokwa damu huku akitema vitu vya ajabu. Ustaz Rahmath harudi nyuma, anaendelea kufanya dua tu. Mmoja baada ya mwingine kati ya wanafunzi wake walikuwa wakianguka. Hapa Ustaz Rahmath anamweleza Yen ambaye ni mama yake Mariam kuwa jini aliyemshikilia ni Ifrit. Yen anasema Mariam aliwahi kusema hivyo utotoni, lakini alidhani ni mawazo ya kitoto tu. So Ustaz anasema kuanzia sasa na kuahidi kuwa nitakuwa nikimsaidia kumlinda dhidi ya jini Ifrit. Ustaz Rahmath akamuuliza Mariam kama bado anampenda rafiki yake huyo. Mariam akasema ndiyo nampenda, lakini amekuwa akiwaumiza marafiki zake, jambo ambalo yeye halimfurahishi. So Mariam akapewa moyo sana kuwa atakuwa sawa. Yen na mwanaye wakasepa. Wale marafiki zake kama Kiai wanakumbuka balaa la Mariam. Oya, sio poa. Miaka ikapita na Mariam amekuwa binti mkubwa sasa. Mariam kiso wazee, au macho yenu hayaoni kama anavyoona mimi. Mama yake Mariam ambaye ni Yeni anamwambia kwamba yule mtu aliyekupatia mkufu yupo nje anakusubiri. Kioo akidanganyi mama. Mariam akatoka nje. Huyo mtu anaitwa Bagas. Mshikaji kaondoka hivi hivi na hii mali. Hii imeniuma sana. Bagas hana muda wa kupoteza, akaanza kumsifia Mariam kwamba Mungu fundi bwana. Wakati wakiwa safarini, ghafla Mariam anamwona mzee huyu wa ajabu anamzumu. Huyu mzee unaweza ukahisi ni mti. Mariam alimzingatia sana kumtazama. Jamaa hatikisiki. Ghafla vijiti vya mianzi vinaanguka mbele yao, wanaviondoa na kuendelea na safari, lakini mzee yule anaonekana tena. Kuna namna Mariam ameingiwa na hofu, japo mshikaji wake Bagas hajali wala nini. Sijui tumwambie ukweli au ndo tumwache. Yaani ni mimi. Kazini kwa Mariam kuna kazi. Wafanyakazi wenzake wanamtahadharisha asije akamletea balaa mshikaji wao Bagas, maana wanajua kama Mariam ana jini. Mariam akawaambia hamna shida, sababu yupo ndani yangu. Wakamwambia usije ukamfanya kama Adi aliyepata shimo kichwani, sema cheni yake nayo inawapagawisha wafanyakazi wake ile mbaya. Wakati kazi ikiwa inaendelea hapa, taarifa ikawafikia kuwa kuna watu walikuwa ufukweni na ghafla wamepagawa. Kiufupi wamekuwa machizi. Udadadadadeki. Mariam na wafanyakazi wenzake wakaenda kuangalia rafiki zao. Mariam akaona isiwe kesi, akaamuru jini liache linachokifanya. Likasema no, watu wanahema ile mbaya, kila mtu anacheza anavyoweza. Fanya masihara ni jini, tulia. Waliporejea kwa bosi wao, wakakuta uvumi kuwa Mariam alikuwa akionekana sehemu mbili tofauti kwa wakati mmoja. Wafanyakazi wengine wakaruhusiwa kuondoka, wakasalia na Mariam ambaye alikutana na shutuma hizo. Ghafla Mariam anapewa taarifa kuwa amesimamishwa kazi. Mariam anajitetea kwamba hajafanya kosa lolote, anaomba nafasi ya pili. Kama jamaa wanasema huyu Mariam ni tatizo, bwana mapenzi sio mchezo, sababu Bagas alidiriki kusema mimi nitasimama upande wako daima Mariam. Hapa Mariam anaelekea nyumbani kwao, kichwani mawazo milioni, hana kazi. Kitu pekee anamiliki muda huu ni pepo ambalo linamsababishia majanga kila uchwao. Bagas kamfata na bodaboda yake huku akimtia moyo na kumwambia kuwa asijali, atamwombea kwa bosi Taufik arejeshwe kazini. Bagas akamwambia Mariam, lazima nikiri, ni kweli ulionekana sehemu mbili tofauti, ikiwemo kule kwenye ajali ulikuwepo pia. Bagas akaomba msindikize mpaka nyumbani kwao Mariam. Mariam akaona mambo yasiwe mengi, akamchana tu makavu Bagas kwamba anafahamu, lakini mambo ambayo Mariam amekuwa akiyapitia. Bagas akasema ndiyo anafahamu. Bagas hapa akaona isiwe taa, akatupia swag kwa mrembo akimwambia yeye anatamani wafike mbali zaidi pamoja. Mariam akamjibu kuwa haitokuwa rahisi, mimi Bagas nipo tayari kukulinda kwa lolote lile. Amba hapa Mariam anakumbuka maneno ya Ustaz Rahmath, endapo atataka kumuona rafiki yake Ifrit basi atalazimika kusoma aya fulani, lakini awe mwangalifu sana. Mariam alisoma hapa kwa haraka aya aliyoambiwa endapo atataka kuonana na mshikaji wake, kisha akaichukua na kuiweka kwenye draw haraka. Wakati akiwa kitandani amepumzika, ghafla anaona draw inafunguka usiku wa manane. Hapa draw ikajifungua kwa kasi. Mariam akashuka chini na kuichukua karatasi. Mariam amekutana na ujumbe unaosomeka kwamba daima nitakulinda. Miongoni mwetu ni wazuri na wengine sio wazuri. Kuna namna Mariam anatetemeka sana wakati akiwa anasoma aya hii. Kuna sauti ya kutisha ilikuwa inasikika ikitokea sehemu ya pazia na ishara kama ya kivuli hivi, lakini ghafla mama yake Mariam ndiye alionekana akifungua pazia kumuita mwanaye. Mariam alimwambia mama yake kuwa nimechoka, nataka maisha ya kawaida mama. Bagas na Piskali Mariam hapa wametoka out, wanabarizi upepo fulani hivi wa hatwari. Mchizi Bagas anaitaka hipisi kivyovyote vile. Mariam anamwambia naogopa utaumia. Bagas akiwa njiani kuelekea nyumbani kwake, ghafla
anatokea jini Ifrit ambaye amemwingilia Mariam. Huu hapa mkono wa jini umetokea ghafla na kuvuta ule mkufu ambao Mariam alipewa na Bagas. Kwa ufupi, jini kapita nao shwa. Kuna namna huyu jini ni kama alitaka kupita na shingo ya Mariam nini. Mariam kwa bahati nzuri aliuokota mkufu wake hapa chini, mkufu ukahifadhiwa. Ile Mariam anafungua tu dirisha, anashangaa anaona kuna mtu anakojoa na hajajua huyo ni mtu gani. Ukute jini hachelewi, maana halitabiriki kabisa. Bagas alishuka pale chini na kuanza kukimbia. Mariam alitoka nje kwa kasi. Hafla anaona watu wengi pale nje na hajui nini kinaendelea. Bagas akaanza kutoa sauti za ajabu mpaka akatoa kipande cha ulimi. Kwa ufupi, mchizi kapagawa na anajipigiza kwenye miti. So watu walijaa pale nje wakitizama namna Bagas anavyofanya vitendo vya ajabu. Bagas Kara anapoteza maisha. Mariam alienda makaburini kumwaga mara ya mwisho mshikaji wake Bagas, lakini mama wa marehemu aliwaka kinoma, hataki hata kumwona Mariam. Anaamini ndio chanzo cha mwanaye kupoteza maisha. Wewe muone, nimesema simtaki huyu, kwanza kibaya na roho yake mbaya amesababisha mwanangu amepoteza maisha. Toka, nimesema toka hapa Mariam, toka lione. Mariam akaondoka zake huku akiwa na maumivu, maana hamna mtu anayeweza kumwelewa yale ambayo anayapitia. Ustaz Rahmath alikuwepo msibani. Hafla anashikwa mkono na huyu mtoto, lakini inatoka sauti ya zege tofauti na umbo la umri wake. Mariam amefika hapa pia nyumbani kwake, amekasirika kinoma. Anajiuliza huyu jini anataka nini kwani? Hafla mama yake Mariam hamuoni mwanaye. Kumbe Mariam kaja pande hizi, hataki kurudi nyumbani. Mariam kasusa. Ustaz Ramthan kafika eneo hili. Mariam ameshajikatia tamaa kinoma, anaona kama vipi ni bora akapumzike mbele ya haki tu. So hapa kumbe alitaka kujimaliza. Bagas amekufa sababu yangu Mariam. Rahmath akamwambia, na hicho ndicho jini anakitaka kutoka kwako, lakini wewe ni jasiri zaidi ya huyo jini. So Mariam hakwenda karibu na bahari kwa kutaka yeye, bali alilazimishwa kwa nguvu za giza na jini. Huyu ni Farhan ambaye ni mwanafunzi wa Ustaz Rahmath. Alifika hapa na kumsaidia kuomba dua. Baada ya kusomwa dua, jini aliondoka taratibu na kupotea. Jini akaja kivingine, akajaribu kumkaba Ustaz Rahmath akisema, mnadhani mtaweza kunitenganisha na Mariam? Taa zikazima baba. Usiku wa manane, Mariam amelala, lakini pembeni yake yupo Ustaz Rahmath. Ona, Mariam akaulizwa, umeswali leo? Unahitaji kuswali kwa amani Mariam? Mariam akajibu, ndio, nahitaji kuswali kwa amani na kuishi maisha ya kawaida. Ramthan akaondoka zake. Mariam, usikate tamaa hata kidogo, ndiyo maneno aliyoachiwa. Ustaz ni kama anamwaga Mariam hivi, akamsihi kuwa Mungu ndiye atakayemsaidia. Kumbe Mariam alikuwa anaota bwana. Vipi Ustaz, kafariki au namna gani? Ustaz Rahmath ni kweli kafariki, na hapa ndipo anapumzishwa mwili wake. Mariam analia kwa uchungu sana. Farhan mwanafunzi wa Rahman amemsalimia Mariam ambaye bado ana majonzi mazito sana. Kila mtu ambaye anaonekana kuwa msaada kwake kwa bahati mbaya anapoteza maisha. Hali isiyo shwari kabisa. Unataka nini? Nasema ni nini? Nasema unataka nini wewe? Anaongea peke yake hapa. Mama yake anaona hivyo, lakini yeye anafikisha ujumbe kwa jini ambaye anasababisha maumivu makali kwa Mariam na watu wake wa karibu. Leo kazi ipo na mwenye kazi ni Mariam. Unataka nife? Nauliza, unataka nife? Hafla chumbani kwa Mariam, vyombo vikaanguka na vikaendelea kuanguka, na chumbani kwake vitu vimevurugika kinoma. Kazi ipo leo, nawaambia leo kazi ipo. Akakuta kuna karatasi na ujumbe maalum kwa ajili yake ambao umeandikwa kwa lugha ya Kiarabu. Mariam kabadilika, anataka kujimaliza tena ile mbaya. Akageuka, anataka kummaliza mama yake. So alishia akajikata mkono na kujiumiza mguuni. Hapa Mariam amelala na jini Ifrit limekuja usiku wa manane na kumwingia Mariam. Hili dude likija ujue limekuja kweli. Picha linaanza, nywele tu ni balaa lingine, na hili pepo na bahari ni damu. Hapa Mariam amekuja zake baharini na kama anaelekea huko mbele ambapo sisi hatujui ni wapi. Hafla anatokea Farhan na kumwita jina Mariam. Kisha jini linasema, nani ambaye anaweza kunitenganisha kutoka kwa mtoto huyu? Farhan akasema, mimi ndiye nitakusimamisha na ole wako jaribu kumuua. Huyu Farhan ni yule mwanafunzi wa Ustaz Rahmath aliyefariki, ambaye alikuwa msaada mkubwa sana kwa Mariam, akiahidi kuwa angemlinda katika kipindi chote hicho. So ngoja tumuone Farhan naye anakuja na balaa gani, au kuna maagizo alipewa na Ustaz Rahmath.
Farhan ni hatari fire, akalituliza pepo haraka sana, kisha akamchukua Mariam na kumtoa bahari. Mariam ni kama alikuwa amepoteza fahamu za ulimwengu huu tuliopo, so mama yake ndiye alikuwa anamuita. Kwa bahati nzuri kumbukumbu zinarejea, lakini pembeni yake anamuona Farhan. Anashangaa, huyu jamaa vipi te? Mariam alirejea nyumbani. Hapa tunaonyeshwa akiwa anaswali. Ghafla sehemu hii anayoitumia kuswali inajisogeza. Tayari hapa pashavurugika. Mariam akamwambia jini, hebu usinisumbue, niache ni swali kwa amani. Upande wa pili Farhan yupo makabulini akiwa anamwombea dua Mariam ili aweze kuwa huru kutoka ujinini. Farhan alifanya dua hii akiwa katika kaburi la marehemu Ustaz Rahmath ambaye alikuwa ni mwalimu wao wa madrasa. Katika dua anasema hakuna miungu isipokuwa Allah pekee ambaye ndiye mkubwa wa kila kitu. Ghafla anasikia sauti zikiwa zinasema kuna miungu isipokuwa Mungu. Huyu pepo ambaye amekuwa anamsumbua Mariam akamchimba mkwala Farhan na kumwambia kuwa akiendelea na anachokifanya atamnyakua ile mbaya. Sauti za wale wanawake ambao walikuwa wakirejelea sauti ya Farhan wakapotea ghafla. Upande wa pili tunamwona Mariam akiwa peke yake sehemu ambayo kuna kama moto na haelewi amefika vipi katika eneo hili. Kumbe nyuma yake yupo jini hapo. Mariam anadondoka. Mariam akastuka, kile alichokuwa anakishuhudia kwenye maono ni kisa. Hapa ni mwendo wa mapigo na mwendo tu, hali ni tete. Usiku ni mrefu sana kwa Mariam. Upande mwingine Mariam yupo kazini na wafanyakazi wenzake. Kimya kimetawala ile mbaya. Wanasema wamesikia Mariam alitaka kujinyonga huko ufukweni. Umbea, kazi ipo leo. Wanaambiana kuwa bahati nzuri ni kwamba ustazi mpya alimsaidia na hilo bala. Mariam anawachora tu, kumbe anasikia kila kitu anachozungumza. Akawakata jicho kali kinoma. Watu wengi walikuwa wakiogopa yasije kutokea kama ya Bagas. Mariam akakamata shingo ya mmojawapo na kuanza kusepa naye. Pasha changamka hapa. Mariam akampeleka mtu juu ya mafuta ya moto yaliyochemka ili ayeyuke. Amba nyami lelesa, huyu pepo sio wa nchi. Akikinukisha anakinukisha kweli. Oya, bila dua ya maana hapa kwa Mariam hatoboi mtu. So alisomewa moja ya sura hapa na jini linalomwingia Mariam likaondoka haraka sana. Mariam mwenyewe haelewi hapa nini amekifanya. Akajua ashaharibu hali ya hewa, so akaondoka haraka sana na kwenda kutafuta sehemu na kukaa mwenyewe. Farhan alimuibukia Mariam, lakini Mariam alikuwa wa mbuzi kavu sana. Kila siku ni majanga tu, lakini sio kama Snuramushi. Farhan hapa anatoa tasbih huku akimsimulia kipindi yupo zake shule huko Misri. Tofauti ya Farhan na Bagas ambaye alipagawa na uchizi ni kwamba Bagas yeye alimpatia mkufu Mariam, lakini Farhan amemkabidhi tasbihi ili uwe mwongozo wake katika kufanya ibada. Farhan anamwambia Mariam kuwa hayupo peke yake, yupo na Allah. Kuna dua Mariam alisoma hapa ambayo alipewa na Farhan. Inasema, Mwenyezi Mungu na kuomba unilinde dhidi ya wakala wa kishetani, naomba pia uwaweke mbali na mimi. Alirudia aya hiyo mara kadhaa, lakini ukiitizama nyumba hii kwa upande wa kuta utaona kuna hali isiyo ya kawaida, ni kama kuna taa zinawaka waka sana hivi. Hafla mkufu aliopewa kama zawadi na Bagas unaanguka hapa chini. Kuna karatasi pia ina ujumbe maalum kwa ajili ya Mariam na anaufungua ile usome. Ujumbe ulisomeka, kamwe sitoikimbia furaha yako na kupenda wewe. Mariam akaona mambo sio haya, akatoka nje kwa kasi. Akiwa anatoka nje aliangusha zile zawadi ambazo zilitokea pasipojulikana tangu zipatikane katika mazingira ya kutatanisha, lakini mkufu aliupenda sana. Mariam hajapoteza maisha na kabla mkufu ule kukatwa na jini. Mariam anatizama hapa chini na anaona kiboksi ambacho alikiangusha kwenye moto, so akiwa na jazba akakichukua na kukitumbukiza kwenye moto ili kiungue. Kiboksi kikashika moto, lakini ajabu ni kwamba kilijitoa kwenye moto na kujitenga pembeni ili kisiendelee kuungua. Hichi kiboksi kinaonekana kilikuwa na pete. Anyway, ilisikika sauti ikisema, kwa nini unanikataa Mariam? Siku si nyingi, nuru iliyo karibu nawe itapotea na mimi peke yangu ndiye nitasalia. Mariam anapiga kelele, niacha. Kelele za jini zilianza kumsumbua tena Mariam. Hichi kikaratasi kilikuwa na jumbe zote za kumsisitiza Mariam kuwa atamlinda siku zote. Mariam hata akizitupa karatasi hizi bado, lakini jini anatuma barua za kutosha. Barua hizi zenye jumbe maalum ambazo hazijulikani hasa wapi zinatoka. Mariam alimpatia Farhan ajisomee. Farhan alitupa kile kisanduku ndani ya bahari. Mariam, eti wewe Mariam, ile anafungua pazia tu. Mama akamwona mwanaye akiswa. Mama akatoka zake nje fasta na kwenda kununua samaki, lakini hapa sio mwaloni. Mama muuza samaki kamwona kijana wa Farhan akielekea kwa Mariam. Hafla tunaonyeshwa Farhan
yupo eneo kama makaburini. Mama na huyu muuza samaki wakarudi haraka sana hapa nyumbani kwake wakimfuata Mariam. Farhan wakati akipiga dua hapa anahisi kwa nyuma kuna kitu kisicho cha kawaida, ili anageuka tu anamwona mtu akiwa anamchungulia nyuma ya huu mti, lakini mtu huyu akapotea ghafla. Hawa watu wanaendelea kumtafuta Mariam, lakini juhudi zinagonga mwamba. Mama samaki anasema, nimemwona kijana ambaye nilihisi ni ustazi. Walipoangalia ndani hapakuwa na mtu. Mariam hayupo. Kama utakumbuka, mama yake alimwacha mwanaye akiswali. Ghafla madirisha na mlango anajifunga na sauti inasikika ikisema, fanyeni mambo yenu. Mariam akatokea hapa akiwa ameingiliwa na jini. Ghafla Mariam akamkaba mama. Mama samaki anashuhudia mchezo live. Mama Mariam akibadilika na kuwa kama zombi and zombinyo. Leo kazi ipo. Kumbe Mariam alikuwepo tu hapa upande wa pili. Ili anatokea ndio kama hivi, anashuhudia jini kashafanya yake, na kibaya anatumia sura na mwonekano wa Mariam. Ustaz Farhan anaendelea kufanya dua nzito. Upande wa pili wanakijiji tayari wameshachoka matukio ya Mariam, so wamefika hapa ili kumfunza adabu, huku akisema kwa sauti, chukua hatua Mariam. Kijiji kisha kuwa balaa zito. Leo kazi ipo. Farhan wakati akimtetea Mariam asipondeke akatwangwa jiwe la uso baba. Kifupi majirani wakasema naye. Mariam anasema kila anapofanya dua mara nyingi anaisikia sauti ya Ustaz Rahmath, so huwa anamkumbuka sana. Farhan naye akaona isiwe tabu, ameshakufa mpaka ameoza kwa huyu bibie Mariam. Farhan anamwambia, kama utaridhia nipo tayari kukuoa bibie, pigeni vigeregere basi. Farhan, tumwambie kilichomkuta Bagas au tumwache wadau au tumwambie goodbye? Pepo aliyemwingia Mariam hataki kusikia kabisa kuhusu Mariam kuolewa na mtu mwingine. Hapa kupitia Mariam, pepo akasema, sitaki na sitaruhusu Mariam aolewe na mtu mwingine yoyote. Farhan akaliambia pepo, sikiliza wewe, mimi nitamuoa. Kumbuka pepo akimwingia Mariam haongei kirembo, ni kazi. Jini akamwambia Farhan, jichanganye kumuoa ni kuue. Jini linasema, Farhan utaenjoy show. Farhan akasema, kifo kipo mikononi mwa Mungu tu na siye wewe jini. Amkeni, pepo keshachafukwa huku tena bwana. Ghafla nastuka, kumbe haya mambo yote alikuwa anayaona kiroho. Akajikuta mama yake amemshika mwanaye na pembeni yuko Farhan. Mama Mariam yupo zake jikoni akitengeneza madikodiko. Mariam anamwambia mama yake, namuonea huruma sana Farhan. Mpendwa Mariam, kifo kipo mikononi mwa Mungu tu. Kumbuka haya maneno Mariam aliambiwa katika maono ya kiroho, na Farhan ni kama mama yake Mariam alikuwepo. Mwanangu, umehangaika kwa muda mrefu, utakuwa sawa na unahitaji kupendwa. Kwa ufupi, mama akamkubali Farhan. Farhan yupo na Mariam wanazungumza kuhusu swala la kuoana, japo Mariam bado ana hofu kutokana na matukio ya awali yaliyompata kwa wale waliokuwa wakimpenda. Maneno matamu ya Farhan kwa Mariam yalimuumiza. Hili pepo lina wivu wa ajabu, mjue. Ghafla ikasikika sauti yake ikimwita Mariam. Mariam. Pepo akamjaza sumu eti Farhan hana upendo wa ukweli, anahitaji kukutumia ili kujaribu nguvu zake tu. Kama vipi mpotezee, hana kitu huyo, hakuna anayekupenda zaidi yangu, na kupenda kutoka uvunguni mwa moyo wangu. Ili dubasha limetoa maneno matamu. Mariam wakati huo alikuwa akikimbia huku akirejea nyumbani kwao na kumwacha Farhan ambaye alikuwa ameshikwa na butwa. Ile kauli ya huu ni mwaka wa shetani ndio anaupitia Mariam. Bwana we. Mariam sakaliona hili jini live, lakini nyakati zote Mariam halisi amekuwa na imani thabiti, japokuwa pepo lilimuwahi, so linamwendesha linavyotaka lenyewe. Chumba kikabadilika mataa kama club. Jini linaona hapa likizembea linaipoteza hii piska. Mariam siakalichana makavu pepo kwamba ataolewa na Farhan. Allah nisaidie kwa kunipatia ulinzi wa kuniepusha na haya mabalaa kutoka kwa wakala wa shetani. Niweke mbali na hawa mafedhuli wa shetani. Wakati wote huu Mariam anakutana na haya mabalaa, alikuwepo chini ya kitanda. Ghafla mama yake anamuita mwanaye. Mariam akastuka. Hapa haelewi, hofu tu imetanda. Hata ungekuwa wewe huogopi? Kwa mara ya kwanza Mariam akiwa anajiamini akamwambia mama yake kuwa yupo tayari kuolewa na Farhan. Mariam alikuwa hapa akichukua uzu ili kujiandaa kwa kuswali. Ghafla taa zikazimika. Mariam akasukumwa na upepo mmoja wa kisulisuli hadi ndani huko gizani. Mbona ni hatari fire? Hebu ngoja tushuhudie huu mchezo aka fire. Kwa upande wa mama Mariam, wakati yupo hapa msikitini kwa ajili ya kuswali, hakumuona mwanaye, ikabidi atoke kumtizama nje. Ile anatoka nje hamuoni mwanaye, lakini mavazi maalum ya kufanyia ibada yamesalia nje. Swali ni je, Mariam ameenda wapi? Yeye akaenda fasta kwa Farhan na kumwambia ustazi, mwanangu simuoni, na mavazi yake kwa ajili ya kufanya swala nimeyakuta nje. Upande wa pili hapa walikuwa tayari kwa kuanza kufanya dua, then wanaipata hii taarifa mbaya na ya kusikitisha, Mariam haonekani. Kumbe ilikuwa ndo siku ya kufunga ndoa kati ya Farhan na Mariam. Mariam hapa anaonekana akiwa kwenye msitu ambao ni kama upo jehanamu hivi. Rangi nyekundu ya kutisha imemzunguka, so alianza kutafuta njia ya kuelekea nyumbani. Hapa tunaonyeshwa hawa viumbe wa ajabu wakipokezana mtoto mchanga.
mtoto huyu ni yupi? Mariamu alikuwa akishuhudia hili. Mariamu bado anaendelea kusepa katika eneo hili, akasikia sauti ya Farhan ikiwa inasoma dua kwamba Mungu, nakuomba nimuoe mwanamke huyu Farhan na akatujalie watoto pamoja. Mariamu baada ya kusikia vile alipata nguvu ya ajabu sana na kuanza kukimbia kutoka kwenye pori hili la ajabu. Mariamu yupo hoi kinoma, lakini kuna kiumbe kinamfuatilia kwa nyuma. Hichi hapa, amkeni, amkeni, kazi ipo leo. Upande wa pili, huku zoezi la kuendelea kumfungisha ndoa Muhammad Farhan na Mariam binti wa Farid Zayun linaendelea. Binti muhusika, kumbuka hatujaonyeshwa hapa bado. Mariamu anauzwa kwa rupia 200,000. Utapiga hesabu hapo kibongobongo ni shilingi ngapi? Farhan aliposema tu nakubali, chupa za ajabu ni kama zinataka kupasuka hapa. Mwendo wa watu wote hapa walisikia, huku Mariamu anachana mbuga ile mbaya kurejea nyumbani. Upepo wa ajabu uliingia hapa msaidini mpaka kanzu zinataka kupepea. Kweli jini lina nguvu. Na upande wa pili, Mariamu ameanguka chini, watu wakaanza kukabwa tu waliokuwepo msikitini. Kiumbe wa ajabu akamtokea Mariamu. Mama yake amekutana na jambo zito msituni. Pepo limevurugwa, huku Farhan pepo akimwingia, lakini akaendelea kufanya dua. Pepo linataka kumaliza Mariamu, na maneno haya msikitini Mariamu anayasikia yote kwa mbali. Huku pasipojulikana, Mariamu akaanza kufanya dua ya kukubali kuolewa na Farhan. Watu walikuwa hoi. Ghafla Mariamu anaonekana akirejea msikitini akiwa amechoka sana. Anamwona mumewe kama alikuwa amepokea kipigo, na mwisho wa siku wanakumbatiana. So yule mama aliyemtokea mtoto mchanga ndio hadithi iliyokuwa akimsimulia yule mtoto, hadithi aliyosema hajawahi kumwambia mtu yeyote yule. So huyu kumbe ni mama Mariamu, lakini yule mtoto alikuwa akiota tu na mama yake ndiye ambaye alikuwa akimsimulia. So mama Mariamu huyu mwanae alipatikana baada ya maswahibu yote yale. Huyu ni mtoto wa Mariam na Farhan. So huyu ni Mariam na maisha mengine akaendelea, lakini bado yule jini alikuwa akiendelea kumfuatilia Mariam popote anapokuwepo. Kwa upande wangu hili ni bonge moja la movie, naipa 9/10. Story inasisimua kuanzia mwanzo hadi mwisho, lakini kuna mambo kadhaa ni muhimu tukajifunza kutoka kwenye hii movie, ikiwemo kubariki ndoa ya halali na kuwa na uelewa kuwa wakati wewe ukiwa na afya tele, kuna watu wanapitia maisha magumu sana hapa duniani. So shukuru Mungu kwa yote. Tukutane kwenye movie review nyingine kali zaidi. Usiache kusubscribe, kulike na kucomment, na pia niambie umejifunza nini haswa. Shusha komenti yako hapa chini. Mimi naitwa Jerome.